Usikubali kuingiza sumu yoyote inayoweza kumfedhesha mchungaji. Ndio maana nikakwambia juzi, adui anachocheza nacho kwa makanisa leo, kinywa chako. Umekutana na rafiki yako, mnaongea nini kuhusu kazi ya Mungu? Mnaongea nini kuhusu mchungaji? Mmekaa wewe na mke wako na mume wako, mko peke yenu, mnazungumza nini mnapojadili kuhusu mchungaji au kanisa la Mungu? Mjiangalie sana. Ile ndio pando lenu. Kupanda wema au kupanda vibaya kuko pale. Kwa hiyo mchungaji, mtie moyo. Mwambie, mgeukie ndugu yako, mwambie usikubali kuwa mvurugaji. Uwe mjenzi wa kazi ya Mungu. Wengine mnagombana, mbona muangalie kwa furaha? Mwangalie tena, mwambie usikubali kuwa mvurugaji wa kazi ya Mungu. Uwe mjenzi wa kazi ya Mungu. Kuna jamaa kwenye Biblia. Sema, kuna jamaa kwenye Biblia aliyekuwa mtu muhimu sana. Alipokuwa anajaribu kushindana na kusudi la mchungaji wake, mwisho wake ulikuwa mbaya sana. Aliishia kujinyonga. Kwa hiyo uvurugaji mwisho wake ni mbaya. Hakuna atakaye kunyonga, utajinyonga mwenyewe. Wapenda, tuko pamoja? Mchungaji ameanzisha maono, na wewe unaanzisha story ya kwako pembeni. Hivi unalichukulieje lile? Wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekaa kwa baba zetu na mama zetu, tulikuwa tunafuata maono yao. Wakati fulani mpaka mama anapika chakula, unakula unafuata maono ya baba na mama. Tumeishi hivyo. Kwenye nyumba ya Mungu ni zaidi. Tumejifunza pale mwishoni kwamba wale wapelelezi 12, angalia wale 10. Unajua maneno ni mabaya sana. Maneno yanaweza kusababisha watu wakavunjika moyo kabisa. Yaani maneno ya wale wapelelezi 10 yalifanya wale watu walilia kama watoto wadogo. Lakini wale wawili, wale walionguzwa, wanasema iwezekana. Majitu ni kitu gani? Niongea juzi nikasema mtu aliokoka hakuna cha kumkwamisha. Mimi nimejifunza, nilianza majaribu nikiwa na wokovu wa wiki moja. Kwenye mji ambao nilikuwa nimeokoka pale, muda wangu utanitosha kabisa leo. Nilikuwa nimeokoka pale. Ulikuwa ni mji ambao ni wa kichifu wa vimila. Kwa unaposema nimeokoka, yani sana kusema umeleta bandi kwenye kituo cha polisi. Ilikuwa vita, sio mchezo. Labda ningekata tamaa. Majaribu mengi, mapito mengi, lakini bado niling'ang'ana. Usione ni wachungaji, mengine ni sisi tunapita kwenye mengi sana, lakini bado natumika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ishuhudie jambo moja la mwisho kuliko yote. Si kama mchungaji alikwambia, mtumishi wa Bwana amehangaika sana yule mwanangu. Ile ambayo ilikuwa la mwisho ndio kiboko kabisa. Mwingine anasema, unajua mimi hali yangu inanisumbua, kwa siwezi kuendelea na Yesu. Unajua mimi maisha yangu yakoje? Jana nikushuhudia. Mimi nakumbuka nilipokuwa nimeokoka. Roho amesema nianzie tu hapo. Nilipokuwa nimeokoka, nikiwa kijana, nilikuwa katika hangaika yangu. Nilikuwa navaa vizuri sana, sijaokoka. Kumbe Mungu aliniendea kwa mtumishi wake. Nilipookoka, kuna kipindi ambacho nilibakiwa na suruali moja jeans. Suruali moja. Unakujua suruali moja? Na sehemu nilikuwa naabudu ibada, tulikuwa tunaabudu mara 4 kwa wiki. Tunaabudu Jumatatu, tunaabudu Jumatano, tulikuwa tunaabudu Jumamosi na Jumapili. Sawa, si ni Jumaa na Jumapili, siku 4. Na suruali nimeokoka. Yaani tulikauka. Mke wangu ana kipande cha kamba. Ukimpenda Yesu hakuna cha kukuzuia, hakipo. Amen. Ukimpenda Yesu sababu haipo. Usituone wachungaji hivi, kila mmoja hapa na shuhuda zake. Amen. Sitakuja kusahau wakati fulani tunaenda kwenye ibada, unakuta tumenyeshewa. Unafahamu jinsi nilivyo na ubishi. Kwa hiyo nilichokuwa namwambia mke wangu, namwambia koka moto.
anawasha moto, namwambia chukua stuli, anaweka stuli, naanza kulibabua huko, nimevaa pensi, maana kesho ni ibada, sitaki kukosa. Sikuwahi kusukumwa na mtu kwamba ibada ni uko wapi mpendwa, anasema hatutakuona siku mbili. Sikuwahi kutafutwa, nilipo huko nikajua ibada ni maisha yangu. Kwa nilikuwa na kwenye stuli, nategeshea moto, naligeuza huko, unashangaa limekauka toka hapo mpaka hapo, majinsi mabishi huko kote huko bichi. Kuna vasha stomekei, naenda ibadani, natoka tumenyeshewa tena, mwendo ni ule, tengeneza moto. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Lakini simwache Yesu hata siku, wala sikatamata hata siku. Hii imeendelea bado. Kwenye uchungaji nilipata jaribu moja baya kuliko yote. Huyu mwanangu amehangaika sana. Bwana asifiwe sana, mtumishi wa Bwana amehangaika sana, Mungu ambariki sana. Hata toka kiwa kule Shetani wili, anakutafuta mpaka kunjike moyo. Tunapoatia moyo wachungaji, tumepita zaidi yenu, lakini hatumwacha Bwana Yesu. Ainichezea mchezo fundi mmoja wa umeme, kumbe ni wakala wa Shetani. Akataka si kama niwe kusimulia kitu cha pasta, hata chanzo chake. Ile wanasema cut out, si wanahitaji ile ambayo kana balance umeme. Kumbe ile yeye amenyoshwa, alisema imeharibika. Wakasema tumia hapo kwa muda. Unaweza kutumia umeme hivi kwa muda. Niliunganisha nyumba ya kwanza, nikaunganisha kwenye nyumba nyingine, nikaunganisha kanisani. Anapo saa 9 usiku tumelala, shoti katokea kwenye nyumba, tulitoka kama tulivyo, mimi kama nilivyo. Watoto mwingine alikuwa anatoka na kabukta, mwingine anatoka na kanini. Na kipindi hicho nasema watu na watu wakasema si unaweza kukata tamaa. Kipindi hicho Mungu ni shahidi, hawa watumishi wa Bwana wanangu wanaojua mwanzo mpaka mwisho, Mungu alikuwa amenibariki sana. Yaani kuona mimi mazingira niliyokuwa nachunga na maisha ambayo nilikuwa nao ilikuwa ni vitu viwili tofauti. Maana kilicho stahili ndani nilikuwa nacho. Kijijini unaitwa eti una kagari pembeni, ilikuwa ni jambo la ajabu. Shetani kwa siku moja bado nilikuwa nakuja naletoa zawadi, mashati mengine yamenizidi vidole, zingine suruali ziko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna shati moja mama siku zote alikuwa akiniangalia anacheka na inama. Nilikuwa naenda kuhubiria kanisa, nikasema hii kuna mtu ameleta zawadi, lazima niwe naye kwa kuhubiri. Ukimenizidi shati liko hivi, nilipenda kweli. Hebu fikiria, suti zimepangana ndani, suti nyingi zimekwenda zote. Unarudi naenda ibadani, unavaa suruali na shati na kuzidi hivi. Si utaona huyu Yesu ana maana? Uzima wa mtu haumo katika hivyo. Kwa nataka tunikwambie, tunakufundisha misuli ya imani. Alikuja siku moja akiwa kule Kiela kule kanisa, aliwabeba wote kanisa zima, kaja na zawadi zake pale kwa uchungu, na baada akawa karibu sana kunitia moyo, na mpaka leo hatumwachani Yesu kwa sababu ya jaribu lolote. Tunapokufundisha somo hili na kufundisha uwe na misuli ya imani, usio mshiriki na yumba, uwe ngangari. Hata mambo ya weje, mwambie Bwana atafanya njia, nitatoka. Kuna mtu wa Mungu anasema naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana sio lengo langu, ila kuna mtu hapa wa Mungu anamtia moyo. Amen. Na wanasema kwenye maisha ya wokovu usio unaangalia maisha ya mwenzako, unaangalia kwa Yesu ndiko kuliko na baraka zako. Fuatilia mafundisho ya mchungaji wako, mheshimu mtu, maana ili Mungu barikiwa kubariki moyo wako uwe pamoja na mchungaji wako. Hata kama ulikuwa chini utainuka. Usiwe na ila naye, usiwe na kikwazo, usiwe na chochote, usiwe na maswala, na usiwe Yuda. Anapobarikiwa mchungaji wako kuinuka, sema Bwana asante, endelea kuinua baba yetu. Usianze kuwa na jicho baya. Wako washika na kuwa na jicho
baya. Wamemletea na hiki tena, utakuwa masikini. Vile ambavyo una moyo mzuri kwa mchungaji wako bila kuangalia hali ulionayo. Leo naoneja hapa, niko kwa watumishi wa Bwana wanangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ni mambo ya ajabu sana kwa sasa. Kuna mambo ambayo sasa yanatokea hapa kwao ambayo sasa mimi sinayo. Unaonaje kipindi kile wanatumika, wangeangalia kwamba najua hatuwezi kumsaidia mchungaji amefika yuko hivi, si tuko hivi, unaonaje wangefika leo? Moyo safi ulio mzuri, unamnena mchungaji wako vizuri, unaishi na mchungaji wako vizuri, na kuambia utafika mbali. Hata kama leo unaonekana huko chini, utapanda kwa ngazi ya dabodabo. Haleluya. Niye na somo langu, Roho alinisukuma niongee tu machache. Somo letu tunaendelea tena kusema mshirika, uwe mshirika mwenye sifa ya kuwa nguzo. Leo tunaendelea na nguzo ya 8, sema nguzo ya 8. Nilisema siku ya kwanza tunaweka msingi. Siku ya pili tunaanza kupandisha jengo, ili tunaweka nguzo ili jengo letu liwe imara. Kanisa la mahali hapa Kiesa Mafifi liwe imara. Kanisa sikujui kule baba. Fast. Sema kuwe imara. Tunajenga nguzo. Sema tunajenga nguzo. Sema tunaweka nguzo. Leo tuko nguzo ya 8. Sifa ya mshirika ambaye ni nguzo ni mtu aliyejitoa nafsi yake kwa Bwana. Washirika wengi wanaosumbua mara nyingi hawajajitoa wao kwanza nafsi zao kwa Bwana. Hebu naomba fungua kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 5. Wakorintho wa pili ni mtu aliyejitoa nafsi yake kwa Bwana. Ameitoa nafsi yake. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wa 5. Na Mungu linasema ndio, tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, ndio, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana, ndio, na kwetu pia, ndio, kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Paulo mtume anazungumza, anawasifu washirika waliokuwa kwenye kanisa la Makedonia. Makedonia alikuwa kama jimbo, kulikuwa kuna makanisa Filipi na makanisa mengine. Sasa anawasifu, anasema wale watu walitenda si kama tulivyokusudia. Walitenda zaidi, ila kilichowafanya watende zaidi ni kwa sababu walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Nisikize vizuri. Mwanadamu amegawanyika kwenye maeneo matatu. Ana mwili, ana roho, ana nafsi. Mwili ni nyumba. Roho ni mtu wa ndani ambaye Mungu alimuumba kabla mwili haujatokea. Unajua hapo ulipo mko wawili. Unajua mko wawili. Umewahi kujiuliza umelala unaota ndoto kama uko kwenye maduka, nani ameenda? Ameenda nani? Wako kitandani, alafu naota huko kwenye maduka. Kama na shughuli zako naota huko ofisini, ameenda nani? Hapa tulipo unaponiona hapa, tuko mimi na yule. Uko wewe na huyo. Kuna wawili hapa. Mmoja anaitwa roho, ni mtu kabisa, ana hisia zote na kila kitu, ila haonekani kwa macho, na ndiye ambaye anatufanya tuokoke. Maana siku ya kwenda kwa Mungu ndiye atakayemuona Bwana. Ila kitakachotokea, huu mwili utaacha duniani, tutavikwa mwili mpya, ila wewe atakuwa wewe yule, isipokuwa wa mbinguni, sio wa duniani. Wapenda Bwana apostol sana. Umewahi kusikia kauli moja napendaga sana, watu wanajua hata kama hajaokoka. Mtu akifa wanasemeje? Wanasema ndugu yetu ametutoka. Umewahi kusikia nini? Ndio. Amefanya nini? Ametoka. Sasa nani ametoka? Ametoka nani sasa? Umewahi kujiuliza ametoka nani? Ndio huyo. Kwa hata kama mtu hajaokoka anajua kule ndani kuna mtu anayeishi. Kitabu cha Mwanzo 26 pale Mungu anaposema na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alifanya mtu pale, lakini hakuwa na mwili, alikuwa onekani. Kwa Mungu anataka kumpa kumiliki. Ndio ule mlango wa pili Biblia inasema akachukua nini? Udongo akabandika, lakini kawa kama lisanamu
akachukua pumzi yake akapulizia, akawa mwanadamu nafsi hai. Kwa hiyo kwanzia pale ndo nafsi katokea. Kwa kuna mwili ambao ni nyumba, kuna roho ambao ni mtu wa ndani, kuna nafsi. Kazi ya nafsi ni kuamua, kazi ya mwili ni kutenda, kazi ya roho ni kuabudu. Naeleka vizuri? Naeleka vizuri? Naeleka vizuri? Sasa wanasema watu hao walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Mtu yoyote mshirika aliyepona ni yule ambaye amejitoa nafsi yake kwa Bwana. Hawazi kama wanaowaza wanadamu wa dunia, hafikiri kama wa duniani, anafikiri kama mtu wa mbinguni. Maana nafsi yake amejitoa kwa Bwana. Mshirika ambaye amejitoa nafsi yake kwa Bwana ni mtu anayemtumikia Mungu bila kuangalia mazingira aliyo nayo. Ukiona mtu wa kujiangalia sana mazingira yake, shida yake ameokoka kanisani, amekaa mwili, lakini nafsi bado haijabadilishwa, haijakombolewa. Ikikombolewa nafsi, anafikiri kama wa mbinguni. Kuna bahari tumepora, nawaambia Wakolosai kama sikosea, anasema yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu. Mlango wa 3 kama sikosea, Kristo aliko. Yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu. Sasa anayefikia kiwango hicho ni mtu ambaye nafsi yake amejitoa kwa Bwana. Na ili fike nafsi kujitoa kwa Bwana, Bwana Yesu mwenyewe alisema atakaye kuiangamiza nafsi yake ataisalimisha. Anayeng'ang'ania kuisalimisha ataipoteza kabisa. Ndio maana nikakwambia, nikasema wale wote ambao wanataka kuonekana kama welevu huwa hawamfai Mungu kumtumikia. Na Mungu hajawahi kuinua mtu kwenye utumishi mtu ambaye sio mjinga. Sio, anaeleka vizuri. Mungu anainuaka watu ambao wamejitoa, yani mpaka akaita wajinga hivi. Ndio Mungu anawatumia hao. Yani waliofanya kama wajinga kumbe wanazo. Aliyejitoa nafsi kwa Bwana anapomtumikia Mungu nyumbani mwa Bwana anakuwa kama vile hazimo kumbe zimo. Anakuwa kama vile haelewi kumbe anaelewa. Nikwambia juzi kwamba yule mzee ambaye nilikuwa nimemfundisha amenipiga kabisa kwenye makalio siku nyingi, anakuja kanisani, naona ulikuwa mtihani na mwongoza mimi. Ni mtoto wake kabisa wa kumzaa, sio tena wa kwanza. Yaani sio mtoto wake wa nini? Maana mtoto wake wa kwanza nilikaka, ni mtu mzima ile baba. Lakini mpaka ananiita baba. Hadi mchuma hata anapotaka anabonyea namna hiyo. Anabonyea namna hiyo. Hiyo sio kazi, ndio maana yake nafsi yake amejitoa kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiende kama ulivyo. Lazima uhakikishe nafsi yako imekombolewa. Nafsi yako haiko vile tu kama ulivyokuwa kibinadamu. Najua ukibaki vile ulivyokuwa, kwanza kuna heshima. Unaweza ukakaa kanisani ukajiita mimi ni mume wa mtu, ukajiita mimi nina cheo fulani, ukajiita mimi niko, lakini ukikombolewa nafsi yako kwa Bwana, kila kitu kinakaa pembeni. Unajua mimi niko mbele za Bwana, mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi ni chombo cha Bwana, mimi ni mali ya Bwana. Wakajitoa nafsi yao kwa Bwana. Na mtu alijitoa nafsi yake kwa Bwana, utaona matokeo. Pale Wakorintho wa pili, ule mlango wa 8, anzia mstari wa 1 pale. Anasema hivi, tawaarifu habari ya neema waliopewa makanisa Makedonia. Walipokuwa wakijaribiwa kwa umaskini sana, na umaskini wao mwingi uliokuwa juu yao uliongezea furaha. Hebu fikiria mtu alijitoa kwa Bwana. Yaani mtu ati maskini halafu anakuwa na furaha. Unafikiri jambo hilo? Hivi unajua maskini? Mtu aliyefika maskini, unajua kuna watu wanajiita maskini. Wewe sio maskini. Hivi unajua maskini? Maskini mtu aliyefika kuitwa maskini. Yaani hakuna njia yoyote ya kwamba atafanikiwa kwenye hii, atapata kwenye hiki. Yaani ni kama hana mwelekeo kabisa. Lakini kwa sababu alijitoa nafsi yao kwa Bwana, Biblia inasema umaskini wao uliongezea furaha. Na sio furaha tu, ukaongezea na utajiri wa ukarimu. Paulo ndio maana panashuka anasema kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana, lakini pia wakajitoa kwa mapenzi ya Bwana. Yaani mpaka tulishangaa. Ina maana Paulo alikuwa anashangaa mambo aliyokuwa anafanya hayaendani na hali zao.
utumishi waliokuwa na utoa hauendani na mazingira yao. Ila kwa sababu gani? Walijitoa nafsi zao kwa Bwana, walikombolewa ufahamu wao, haukuwa wa kibinadamu tena. Wapenda, tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana pewe sifa. Walijitoa. Natamani kuona kila mtoto wa Mungu uliye kwenye nyumba ya Mungu unafanyika mkuzo, unajitoa nafsi yako. Jitofautishe. Wewe umeteuliwa na Bwana, umetengwa na Bwana. Hata kama ulikuwa na ndugu zako, Mungu amekuheshimu, amekuthamini na kutoa wewe. Jijue wewe ni wa pekee kuliko mwingine, lakini ujitofautishe kuliko wengine. Usianze kujadili mambo ya Mungu na shangazi zako na wadogo zako na bibi zako na wazazi wako. Umetengwa wewe. Maana nikakwambia shule, nikasema hutaki kuwa mdaku. Biblia ni shangae nani kwa natoa udaku. Si Biblia hii, Biblia yangu ni ya zamani kidogo. Imeandikwa udaku. Usiwe mdaku. Ila hii mpya iandika udaku. Ndio maana takiwa kuwa mtu ambaye umekuwa mwaminifu hata juu ya mambo ya Mungu. Umekuwa msiri hata juu ya mambo ya Mungu. Kwa sababu gani? Mungu anakutenga wewe. Ni tofauti kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana pewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu alikuwa anachukia sana. Niko kijana kadogo namna hii. Maana nimeanza kuhubiri nikiwa mdogo. Kama ni Bwana kina watoto kina Boazi kijana. Kwa sababu nasema haleluya. Siku hizi machifu mmeshindwa kazi yenu. Sisi tunaongea machifu hapa sasa. Wangesema kana matimba akajijua ni mwenye. Sasa wanaangalia kimo, kumbe wenzao tumetengwa. Tuko special. Unajua ukijitoa nafsi yako, nikaona nikasema Mungu atakumtumia mtu angali umri, angali elimu, angali chochote, maadamu umejitoa nafsi yako kwa Bwana. Daudi anatumiwa na Mungu, anatolewa kwenye machungani. Mtoto mdogo anapewa kuwa mfalme. Israeli yote inatii, na mpaka leo hakuna mfalme aliyetikisa anayetajwa kama Daudi. Mpaka Bwana Yesu anaitwa mwana wa Daudi. Yeremia kijana mdogo miaka 20 anatikisa dunia. Ukijitoa nafsi yako kwa Bwana, badilika, acha uzembe. Acha kwenda na zile akili ambazo umetoka nazo huku kaingia na wengine mpaka wanajisahau. Alikuwa na dini yake, mimi nilikuwa na dini yangu. Dini yangu, mwalimu wa kwaya, mzee wa kanisa, mpaka wa mchungaji wa dini yangu. Mwingine anataka kiwa kwenye dini ametoka, ameingia kwenye ukoo, anataka mambo yaende kama nilipokuwa. Huku ni kwingine. Hii ni mambo nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mambo nyingine, lazima ukubali nafsi yako iende kama Bwana anapotaka. Ndio utakuwa nguzo kwenye kanisa la Bwana. Niendelee na jambo kombe. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la 9, anajitoa kutimiza maono ya mchungaji juu ya kazi ya Mungu. Anajitoa kutimiza maono ya mchungaji wake juu ya kazi ya Mungu. Sio mpinzani, hana kusita, hana maswali. Anajitoa kutimiza maono ya mchungaji wake juu ya kazi ya Mungu. Watu wa mjini wanaandika haraka sana, tofauti na wa kijijini. Haleluya. Anajitoa kutimiza maono ya mchungaji wake juu ya kazi ya Mungu. Naomba tusome maandiko mawili. Wafalme wa pili mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 2. Wafalme wa pili, kitabu cha Wafalme wa pili ule mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 2. Tutasoma pia na Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 29 mstari wa 1 hadi wa 15. Tunaweza tukaruka namna gani? Turuke hapa. Haleluya. Ndio. Wafalme wa pili sura 6 mstari wa 1, na Mungu anasema, ndio, kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali
mahali tukapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba mchungaji, huko kila mtu. Sikiliza kwanza maneno ya mshirika ambaye ameipa. Ona turuka naongea kwa mchungaji wake. Haongei kama mtu ametoka kilabuni au ametoka kwenye usingizi. Anaongea maneno. Najua niwaambie, nikasema hata kama una wazo zuri kwa mchungaji wako, usikae babu jamani. Hata kama una wazo zuri kwa mchungaji wako, usiende kama kwa mchungaji, unaenda kama ndio mwanajeshi. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nina jambo ambalo linatakiwa ni muhimu sana, ukilifuata litakusaidia. Jambo gani? Ile madhabahu ilivyokaa pale sio pazuri. Na shauri leo, tujamishe leo tupeleke pale. Kuna matatizo. Angalia, rudia tena lugha yake. Anza mstari wa kwanza tena. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako, tunapokaa hapo mbele yako ni padogo kwetu. Padogo maana wameongezeka, wameshakuwa wengi. Ndio. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya nendeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko mbele nimekatisha, baadaye wakaomba tena, wakasema tunaomba Bwana, kwa kuwa tunaenda kukata, kuna maji mengi. Walijua inaweza kutokea lolote, mwenye upako yuko. Tunakuomba wewe uwe nyuma yetu tu, uongoze, au utakata ile uwe nyuma yetu. Na kwa walipofika kule, wameanza kukata. Mmoja alipokata, ile shoka likadondokea wapi? Kwenye maji. Kumwambia ndio kazi ambayo tulimletea. Bwana, shoka imedondoka. Tumisha Bwana akachukua kijiti, akasema nilidondokea wapi? Akasema hapa. Akachukua kijiti, Mungu amesema, Mungu ana miujiza. Uliona wapi kijiti kinakuta chuma? Alipoweka kijiti kikaikuta chuma. Biblia inasema shoka ikaanza kuelea. Nasema asante Bwana. Kwa nimesema mshirika ambaye ni nguzo ni kutimiza maono ya mchungaji wake. Ina maana kuna mahali ambapo alikuwa amejenga kwa ajili ya kuabudia. Wana wa manabii, wapenda Bwana Apostle sana, wamejenga pale mahali pa kuabudia, wanamwabudu Mungu pale. Lakini wanaendelea kuabudu, wakaona mbona tumeongezeka hapa? Huduma ya baba baada inachanua, lakini hapa hatutoshi. Wanamwambia Bwana, tunakuomba mchungaji, turuhusu sisi washirika wako twende kwenye mto Yordani, kila mmoja akate mti mmoja, tupanue hapa tukatapo, maana hapa ni padogo, tunakuomba. Anamwambia nende. Wewe unasikiaje mchungaji anaposema tutanue hema? Anaposema kanisa hili halitoshi. Cha kwanza unajiangalia hela zako. Zinaanza kwenda hizi. Ukijizuia kwa Mungu, zitaenda kwa njia usiyojua. Baadaye nitakwambia kwenye somo langu la zaka. Hapo baadaye kuna mshirika mmoja Mungu alikuwa jeu, hataki kutoa zaka. Kamwambia sawa. Nikasema ninyi watoa zaka, mliokataa kutoa zaka, si ndio mnakataa kutoa zaka? Sasa mnakwenda kutolea zaka pengine zaidi ya zaka. Nacheza na Mungu wewe. Walikuwa wanatoa zaka double. Kuna wengine leo tuko salama, ni wazima hapa. Ni Mungu anatuchunga. Kwa sababu anajua wananitumikia. Unanielewa vizuri? Wapenda, unanielewa vizuri? Hivi tumekaa hapa, kuna watu ambao wanakula kwa mipira, hivi tumekazia. Kuna watu wamekaa mahali hapa, wameshinda kanyaga miguu yao, wanasoma kwenye baisikeli. Hivi tumekaa hapa, kuna watu wamelala, wana miezi 6, hajui atakugeuka, wanamgeuza kwa kumbeba. Lakini tukiwa na uzima, unasahau kabisa kila kitu. Upenda Bwana Apostle sana. Sasa hawa akasema tukaapo ni padogo, turuhusu. Ndivyo alivyo mshirika ambaye ni nguzo. Anaona kutimiza maono ya mchungaji wake. Haijalishi ni mazingira gani, haijalishi wakoje, haijalishi majira gani, anachong'ang'ana maono ya mchungaji wangu lazima yatimilike. Hapo niwaambie siri moja. Unajua washirika mna tabia hii. Mchungaji anakuwa na maono, anaona ni kama anakutaabisha. Lakini jambo likisha timia, ona unapojisikia. Nianzie tu hapa, nitoe tu mfano hapa.
Inawezekana wakati anasema tununue spika moja, utapata wapi? Nilipanda kupiga kanisani ni wa kwanza mwenyewe. Lakini wanasema tunanunua, naona anakusumbua. Akasema tuongeze nyingine. Leo tunapata na mdundo, maana hii spika sasa ni mdundo. Tunapata na mdundo unao. Unajisikieje? Wewe hapa kiasi unajisikieje? Nasema unajisikieje? Watu wamerudi baadani leo. Unajisikieje? Kwa hiyo mchungaji anapoleta maono hadi kukutesa, yale maono yamebeba baraka zako wewe. Cha msingi wamtimiza maono. Nilikwambia vile, nikasema wakati ni pale wanaimba sifa, hawavai atandala na wachangisha michango. Tujenge jengo la sementi, mazingira ambayo watu hawajajenga. Lakini hawakujiangalia, hatuvai ndala, hawakujiangalia nyumbani tukoje. Wakasema Bwana, tumishi wa Bwana madamu ameona maono, basi na iwe hivyo, na iwe hivyo, tukajenga. Leo wako wapi? Mungu amewacha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu niwaambie, ukiona imani hii ambayo mchungaji wangu anaiendesha, wakati naongoza hapa Makabana, nilikuwa na imani kama kichaa. Zilikuwa kama vile hazifanyi kazi. Tumeanza kujenga. Wakati fulani fundi aliyekuwa anajenga ananiuliza, mchungaji, kesho unasema, ninamwambia ipo, haupo mfuko hata mmoja. Anasema kwa hiyo nije, nasema uje. Mchungaji, sijaiona. Anasema si umeuliza sementi ipo? Utaikuta. Usiku nakwambia, yani hao wanapambana, hatulali. Anakuja kesho na shangaa nyingine amefika, ndio mfuko wa sementi unaingia. Mwingine ndio anaingia pale. Mwingine anaingia pale. Tunashangaa na wachukua, tunaenda kwenye vibarua. Tunaenda kwenye vibarua saa 1, tunarudi saa 1. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye nikaanza huku nasoma chuo cha Biblia, huku tunajenga. Tukamaliza ukuta, tukamaliza. Nikawaambia, tukaweka changizo moja, tukapata hela ambayo haikumati kwa shika wachache. Kipindi kile tuko washirika 12. 12 wenyewe hawana uwezo. Nisikize tu. 10 na ngapi? 12 hatuna uwezo. Hawana uwezo. Hata ukimtafuta wa kusema ana mtaji wa 300 hayupo. Hapo nimesema mbali sana. 100,000 haipo. Hata wa kusema ungesema pikipiki hapa nauza kwa shilingi 50,000 hayupo. Tupapata hiyo, nikasema sasa, madam tunapata hiyo, tunaenda kuchukua bati mjini. Akasema, nasema mchungaji, tunaenda kuchukua, simfahamu yoyote wa bati. Maduka yote siwafanya, tunaenda kuchukua bati mjini. Sema, uzuri. Sawa mchungaji. Tukaenda. Alikuwa mtu mmoja, tajiri mmoja pale wa duka anaitwa Alex. Kaingia mle. Akasema, bali sana. Wanauza vile vitu CVH kwa zamani ndio gano sisa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisa Bwana sile. Yuko mchungaji mmoja pale Kera mjini, sio wa kanisa leo. Unajua washirika wakimfahamu tunajua ni la. Yule baba ni wajabu. Pasa Makabana, pasa maandika anapodai mchanga anaweza kusema haleluya. Wewe unatoa 200,000 pumbavu. Unajigamba gamba hapa za kwako hizo pesa zamani za Mungu hizo. Wewe unatoa 300,000 pumbavu. Hawezi kuongea neno bila pumbavu. Sasa kama hujakombolewa nafsi kama nilivyokuwa kusema, ndio itakuwa shida hiyo. Lakini pia nashuhudia katibu wetu mkuu wa kanisa letu, anasema mchungaji aliyemlea kila anapoingia akifika mlangoni kama hapo, anasema alikuwa anaimba wimbo, anasema wajinga changamkeni. Kanisa ni wote mnasema tumekombolewa. Sio wajinga, mabwege changamkeni. Tumekombolewa, mabwege changamkeni. Sasa ndio katibu mkuu alivumilia afundisha mambo yake. Anaitwa bwege, leo ni katibu mkuu wa taifa. Tukafika pale, nikamwambia mimi ni mchungaji wa kanisa hili, niko mahali fulani. Nimekuja hapa, tunataka kujenga kanisa. Naomba unipe bati. Niko serious. Nimenuna ni vibaya. Ananiangalia na niko serious. Sema bati mchungaji. Sema
Akasema ila na hela kidogo sana, ni kidogo sana. Ila nataka bati la kuwezekea kanisa na kumwabudu Mungu. Akasema mchungaji, ulivyoongea umegusa moyo wangu. Ila kwa bahati mbaya saizi bati zimeisha. Nasema kweli. Akanipeleka mpaka kwenye ofisi. Stop, hamna kitu chochote mchungaji. Kama utakuwa mvumilivu kunisubiri guswa, bati ningezipa. Labda kama utasubiria. Akasema sawa. Basi nikakubariki, nikatoka. Akasema sawa mchungaji, akasema hakuna cha kusubiria, maduka hapa yako mengi. Bwana sio sana. Amen. Hakuna cha kusubiria. Tukaenda duka lingine, nikaenda kwa duka moja. Ile mtu anaitwa Tom. Nikamfika pale, nikuta kabisa kwenye duka. Mwambia habari za leo, akasema mimi ni mchungaji wa kanisa fulani, niko mahali fulani. Tumejenga kanisa, nataka kuwezeka. Naomba unipe bati. Ila nina hela kidogo sana, naomba unipe bati. Akainama. Akasema sasa mchungaji, unategemea kwa muda gani? Sema tunapambana. Ila hela takupa. Naomba tunachoomba utupe bati, nyumba ya Bwana iezekwe, bali ile nyumba ni kwa ajili ya kumwabudia Mungu. Akasema nataka kiasi gani? Kamwambia bando kadhaa. Kitu kwa na 400 tu. Akacheka sana mchungaji. Bwana kama sana hizo. Nikasema ndio hivyo. Ila tunachotaka nyumba ya Mungu iezekwe. Sasa basi moyo wangu unajisikia kukupa bati. Tukatoa lakini hapa tukuchelewesha na sisi zitolewe leo. Usianze kuziacha tena, si akabadili mawazo. Walishangaa mji, wanafika pale walitabiri tutajenga jengo siku ya miaka 20 si mingapi. Unashangaa. Alafu fundi mwenyewe anaanza kuwaza. Fundi hela yeye anapimba hela nyingi. Kipindi tunasoma chuo kule pale Kadege pale tulikuwa tunaanzia chuo cha Biblia. Huo mwaka 2005 mimi nianza kusoma chuo 2005 mwezi wa kwanza. Basi kulikuwa ndugu yangu ndani ya maongezi, mmoja akasema huyu fundi sana, fundi huyu anapagwa Bwana sio sana. Nikatoka naye shuleni ile tukafika Ijumaa. Sema sasa nimepiga makenji, bado siku nyingine nasema umemaliza hapa. Siku nyingine fundi mwingine. Tuliezeka kwa namna hiyo. Lakini kilichonifanya nifika hapo, nilikuwa na washirika ambao wanafanya nini? Wanatimiza maono yangu. Nilikuwa na washirika ambao wananipinga, itawezekaneje? Sisi mara hatuna hela, tutavipata wapi? Mbona hatuna hata nguo nzuri? Mbona hatujajenga? Ningekwama. Tunangala ya blue na nyekundu. Come on. Ningekwama. Haleluya. Kwa hiyo huyo mshirika ambaye unatimiza maono ya mchungaji wako, utakuwa nguzo. Utafaa kuwa mzee wa kanisa, utafaa kuwa shemasi, utafaa kuwa kiongozi wa idara. Sio unakuwa kiongozi wa idara uko pale mbele. Wewe ndio wa kwanza au mzee wa kanisa. Na zaidi mchungaji Ayubu. Wapenda Bwana sifiwe. Amen. Wewe mwenyewe umejikatia kama alivyoongea mchungaji, jambo hili ni zito, jambo hili ni gumu, lakini tutafanyaje? Amesema mwenyewe. Haya, mwanze sasa. Unatoa ngapi? Mwe mnasemaje? Mimi mwenyewe nimeliona ni gumu, lakini sasa tunafanyaje? Huyu ni matatizo. Tunataka watu ambao wanasema Mungu amesema, hatumuoni kwa macho, aliyemwita, aliyempa ramani yote. Mimi nikwambie pale kanisani, hapa kanisani, aliyepewa ramani ni mmoja tu. Muwe 100, muwe 1000, muwe milioni 1, aliyepewa maono ni mmoja tu. Nikasema kuna kitu kibaya kanisani. Chombo chochote ambacho kina madereva wengi, mwisho wake ni ajali. Ndio maana ukipanda basi lolote, dereva anakuwa peke yake pale, ndio anapambana. Mnaweza nyinyi mwingine mpaka mkasinzia.
penye wametokea watu wawili waliokaa na dereva. Mahali ambapo dereva anaongeza moto, mmoja anakanyaga kule. Nisikia mwenyewe. Anajua mahali hapa ni mlima, niweke namba 2, yeye amepeleka namba 4. Washirika niwaambie, sisi ni abiria. Dereva pale kanisani ni mmoja tu. Anaitwa mchungaji. Yeye ndo amepewa ramani. Kama wananielewa. Ni mmoja, usiwe mbishi juu yake. Usikuambishe maono yake. Na nikwambie, utumishi wa Mungu sio elimu. Unaweza mshiriko kawa mpaka na PhD. Mimi mchungaji nikaa nirudia darasa la 3. Mbali kabisa. Mbali kabisa. Siku moja mchungaji mmoja alikuwa anahubiri pale Kiara mjini. Akahubiri kitu anasema liko katika Mungu. Anania kwa lugha. Wasomi walikuwepo anachukua nafasi andika liki mafuku. Wanataka kaangalie kwenye kamsi. Riano. Ndio kuandika amesema Riano. Unajua nikwambie, elimu na mambo ya Mungu vitu tofauti. Nikodemo alikuwa ni mtu aliyejifunza amelala kwenye Torati. Alipokutana na Bwana Yesu anamwambia mambo ya wokovu. Anamwambia akasema huwezi kurithi ufalme wa mbinguni usipozaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Anasema watu wasio na elimu ni shida. Utawezeje kuingia katika tumbo la mama yako? Mjinga wewe. Wewe unaongea habari za mama tena? Mimi naongea habari za ufalme wa mbinguni. Mtu anapokoka anazaliwa upya pale. Au na miaka 100 pale ni mtoto. Kwa hiyo mchungaji hata angekuwa na elimu ya darasa la 2 yuko juu sana. Ndio maana mapepo hayaogopi elimu. Unaweza kuwa na master. Yaani pepo unapokemea unasema haleluya. Pepo aliyeshimwe wala aliangalia elimu ya mtu. Pepo aliangalia sifa yote. Pepo linaangalia mamlaka aliyopewa na Mungu yule mtu ndani. Ndio maana akisema kwa jina la Yesu toka. Ndio maana alikuweko wana wa Skewa. Inawezekana ulijivunia elimu. Walimsikia Paulo akisema kwa jina la Yesu toka. Wakamwendea mwenye pepo. Akasema tumempata. Hapa ndio mahali pa kufanya zoezi letu kama Paulo. Akasema wewe pepo. Akawaangalia. Kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo toka. Kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo toka. Pepo aliuliza. Akasema Paulo namjua. Ni hakina nani? Unajua kwa nini? Aliona wale watu empty kabisa. Paulo anamjua kwa sababu ana kitu. Sasa hawa umekuja tuna jina la Yesu. Wao kidani. Mimi ni akina nasema sisi yeye na sisi tunahubiri kama Paulo. Leo ngoja nionyeshe kazi. Aliwarukia, nimesema akawarukia wote. Aliwavua nguo, walikimbia uchi wa mnyama. Lakini wakati Paulo hata wanapotembea hivi unaitasa anatembea. Wenyewe wanatembea yanawalanua. Usijaribu kujilinganisha na pasta. Nawaambia watu wa mafiki na watu wa mchungaji makabaa na usijaribu kujilinganisha na mchungaji. Unajua washirika wetu wengine tunaongoza wasomi mliosoma. Bwana sifiwe sana. Mliofanya nini? Una elimu. Ninasoma na kuambia anamjua mpaka mdudu kama ana utumbo ana utumbo anajua mwenyewe ana utumbo ngapi anajua. Lakini kwenye mambo ya Biblia haviendani kabisa. Ndio maana mimi nikasema hapa nilipo niambie nenda kafundishe kemia wapi na wapi. Bwana sifiwe sana. Wapi na wapi? Umenitesa tu. Ukanipa madawa yote, dunga watu sindano, nitaua. Lazima tukubaliane, alichopewa mtu kubali kili. Piga saluti, hiki ni cha kwake. Haya sio maeneo yangu. Hii sio nafasi yangu, ni yake. Sio pumbavu, nisiyokijua sikijui.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niwe wa kwanza najishuhudia. Mimi nakijuaga Kiingereza kile cha kinamna. Unajua kile cha kinamna cha kusema nataka unisemeshe sana kuzama, mimi nitakupotea. Nilienda kanisa moja, naenda hapa sijachapia hapo, nikienda kanisa moja, Bwana asifiwe sana. Mungu amenipaka neema, nimezunguka makanisa mengi sana mpaka ya mjini, hata ya mikoani. Arusha huko, Monduli huko, Sumbawanga huko, wapi huko. Nenda kanisa moja la wasomi. Siku hiyo kicha nipaka wachungaji kiachana. Nikaanza kuchapia Kiingereza. Piga nachapia Kiingereza. Piga nachapia Kiingereza. Ni ushirika kwa mchungaji Ndengera. Aliniachia kanisa na mchungaji yuko kwenye semina, wakasema tunakuachia kanisa semina siku 5. Utabaki na kanisa. Sasa nilikuwa na mtu mmoja pale ana degree, kama ana degree moja si mbili. Mimi nachapia Kiingereza, nachapia Kiingereza, nachapia. Kumbe nakajua pastor ni msomi wa hali ya juu sana. Tukatoka tumeenda kwenye sebula ya mchungaji. Akaanzisha Kiingereza. Nikamjibu. Anaenda, utamshinda pastor wewe. Nilipoona ananisemesha hata kunizamisha, tulikuwa tunaangalia TV. Sasa wewe unataka kucheza na mimi. Hivi yule mwimbaji yule sio nani yule? Sema nani pastor? Akasema huyu namfahamu huyu mwimbaji. Huyo pastor sasa. Hivi Kiingereza kimeshafurukika. Unataka kunipeleka kwenye eneo nizamisho nipotee? Tubaki hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nafasi, kila mmoja amepewa nafasi ya kwake. Lakini kinileta kwenye mambo ya Mungu, niingize kwenye Biblia na lala na kuamka humu. Nimelalia Biblia toka naokoka. Yaani kiniingiza kwenye Biblia, humu ni kitanda, humu ni shuka, yaani humu ni blanketi, yaani unipotee kwa chochote hapo. Niletea badala ya mapepo ndo penyewe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kwa nikafanya hivi. Uwe mtimiza maono ya mchungaji wako. Usijaribu mchungaji wako kumkadiria kwa namna yoyote ile. Usimkadirie mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Petro walikuwa ni watu wasio na nini? Na elimu, hawana elimu wale jamaa. Lakini mambo yaliyokuwa yanafanyika, kivuli kinaponya watu. Bwana asifiwe sana. Mpaka Mafarisayo wanasema watu hao hawana elimu, lakini mbona wanafanya mambo ambayo si hatuyawezi? Haya mambo yana wenyewe walio ambao mbingu zimewakubali. Mbingu zimewachagua. Kwanza tukumbuka mtu kuitwa mtumishi wa Mungu. Akiita tu ni mtumishi wa serikali na heshima yake. Mtumishi wa Mungu, maana mimi hapa pastor, hapa mchungaji, kiongozi wa yaani, unamuona rais ana mchungaji wake, unamuona waziri mkuu ana mchungaji wake, unamuona. Siku moja askofu wetu mmoja pale Mbeya walikuwa wanaenda kuzika mtu, alikuwa baba mmoja mwenye cheo, askari mwenye cheo kizito, amekaa pale Mbeya. Basi akashuka mchungaji anakora. Akatuzuri watu wengi waliowasoma walinyekevu sana. Mimi nimeishi na mwanajeshi mmoja alikuwa analinda pale kwa Mamnyange. Yule mwanajeshi tukimleta ibada tunaingiza vyombo kuvitoa pale kabla hatujaweka ramadishi. Ni wa kwanza kubeba vyombo. Ukisema ibada saa 9 yeye amefika mapema, anafagia kanisa mwanajeshi. Lakini walikuweka wenye elimu zao wa darasa la pili wale. Hata umonita hajawahi kushika. Ilikuwa shida. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule mwenye cheo alipomuona tu mchungaji na akora, akamwambia, "Wewe mchungaji, wewe ndio kiongozi wa msafara. Njoo kaa hapa." Akasema, "Na mimi nitakaa hapa." Unaona? Unaiona nafasi ya mchungaji? Nasema unaiona nafasi ya mchungaji. Yuko Mikule, nimeishi na mwanajeshi. Mimi yule mama anaitwa mama aliyekuwa mzazi wa Mamnyandi.
Yule mama nilipata neema sana kwake, tulikuwa tunaishi kama mtoto na mama. Nilipenda sana mama. Mpaka wale wanaomuendesha maskari, yani tukikutana hivi kama na mimi na chombo, yule mama alikuwa anasimamisha gari. Kwa hata maskari nifaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna askari wake mmoja ambaye ana cheo sana. Yeye alikuwa ananiheshimu. Siku moja mpaka nimenunua viti mjini, alinibebea mwenyewe. Tulipofika nyumbani amesimamisha gari, kabeba mwenyewe viti anaingiza ndani, ana vyeo. Maana mchungaji ni ofisi ya mbinguni. Ametolewa na Mungu mwenyewe. Hivi kama mchungaji Mwanjelo yuko hapa Mafifia, wasiojua hawaoni mema. Kuwepo kwa mchungaji hapa mji umekombolewa. Kuwepo kwa mchungaji eneo fulani, ule mji umekombolewa. Karibu Mwakabana, ule mji umekombolewa. Maana kuna nuru, kuna taa inawaka pale. Na nawaambia hata watu wa Mafifi na Kiesa wanaponisikia popote, hata kama wako barabarani, mchungaji kuwepo kwenye mji ni taa, ni nuru, ni uponyaji, ni neema. Na ndio maana nawaambia watu, ukitaka kufa mapema, shindana mtumishi wa Bwana. Mimi walikuwa kule wazee ambao Mwakabana unawafahamu Waijusi. Walikuwa na waheshimu. Bwana sasa wakasema kaka yuko kutana kana kanini fumbi kila kiosa hicho. Hakawezi kutusumbua katoto kadogo kayai. Nasema ni kayai lakini niko ndani ya chupa. Waliinuka watu wakasema, hapa hatutaki kwenye mji wetu, ili kanisa inaondoka. Unamfukuza Mungu. Mimi nikaenda, nikamwambia baba, hii kazi ni ya kwako, sio ya kwako. Akasema ni ya kwangu. Nikasema ona. Umewasikia? Nimewasikia. Nikasema sasa mimi ni mtazamaji. Mimi leo nipo kuangalia mkanda kati ya hawa na wewe Bwana Yesu, zipangwe. Mimi nitakuwa naangalia. Maana kusema vita sio vya kwetu. Kama shetani alipigwa, aliyeishi kabisa mbinguni, Mungu akasema nikunyoshe na kutumia tu malaika. Malaika shughulikia. Akajaribu kutafuta na mbinu zake pale, shetani wapi? Alitandikwa teke moja tu, akajikuta ndo anaelea. Anafika duniani alisema sisi hapa tunamwogopa Mungu. Ikaatama, jamaa akatumbukia mpaka chini. Mpaka leo anaitwa shetani. Alikuwa sio kitu kidogo. Wale watu walikufa wote. Akiwepo mchungaji mahala, ndoa zetu zina neema. Familia zetu zina neema. Kazi zetu zina neema. Biashara zetu zina neema. Mji wetu una neema. Kijiji chetu kina neema. Kama ni mjini kuna neema. Maana nawakilisha ofisi ya mbinguni. Tia moyo mono yake. Amefika mchungaji hapa Kiesa, mwambie baba, hairusha. Wanaweza kusemesha kingine baba. Nasubiri kwa Bwana. Amenisemesha nataka tuanze kujenga kanisa. Kama ni kieli, kibena, ni nini umo, yote napiga vile. Usianze. Unakaa na mume wako na mke wako. Baba mchungaji si mwelewaji kwa kweli. Angalia na maisha yetu hapana. Bwana sio sawa. Ndugu zangu niwaambie, anayemuinua mtu toka chini kwenda juu ni Mungu. Ukimtumikia Mungu bila upinzani, ikifika saa ya kuinua, mpaka watu watashangaa. Ikifika saa, hata ambao unapitia ni daraja tunakupitia. Kuna wakati Mungu anakupitisha kwenye mambo kutengeneza ushuhuda, ili ukisha kufika juu usemaje, niliwahi kuwa hivi. Leo ninashuhudia niwahi kuishi na siwahi moja, si ushuhuda? Kwa maisha naishi ni ushuhuda. Cha msingi tu usiwe mpinzani wa mchungaji. Ndio kitu gani? Usiwe mpinzani wa mchungaji.
Usipende kumtafiti, usipende kumjadili. Mwacha endeshe chombo tufike salama. Usikubali kuwa dereva wa pili, na usikubali kuwa dereva wa pili. Yuko mshirika wangu mmoja kule, ukimpakia kwenye chombo mpaka na kea, mpaka washika vijana, baba tumbebe kwa hiyo funga breki hapo. Akiliona gari mbele, huyu ni tatizo. Kwanza kama mtu anaendesha chombo ni pikipiki, unapoanza wewe kutikisika kabla unamfanya anguke. Kama ni utelezi ataanguka kwa ghafla. Wewe ukijibana bila unampa balance, anajua afanye nini. Ndivyo alivyo mchungaji. Ya mchungaji anaijua njia. Sema mchungaji anaijua njia. Wewe huwezi kuiona njia. Maana mnapoona hapa hapana njia, mchungaji anaijua hapa anapita. Hata kama tunaanza kununua uwanja huu, hakuna ambaye aliamini mnunue uwanja wa mamilioni. Nani aliamini? Lakini aliona njia. Kule kwa Makabana ameiona njia. Usimpunguzie mwendo mchungaji wako. Mambo usimpunguzie mwendo. Mwache na spidi yake. Yeye anajua atafika salama. Kwa hiyo tia moyo maono ya nani? Ya mchungaji wako. Lakini jambo ambalo nitakuongea la mwisho, mshirika ambaye ni nguzo ndani ya kanisa la Bwana ni mtoaji mwaminifu wa sadaka, malimbuko, zaka na michango. Sema ni mtoaji mwaminifu. Lakini mbona sauti sisikii? Ni mtoaji mwaminifu wa sadaka, malimbuko, zaka au sehemu fungu la 10 na michango. Huyo ni nguzo. Nasema huyo ni nguzo. Haleluya. Tutasoma kitabu kimoja tu cha Malaki 3. Unakisoma siku zote. Na mchungaji anafundisha siku zote. Wachungaji wanafundisha hicho tutakisoma. Malaki 3. Kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 12. Sifungu ya sadaka ya nini? Hapo. Malaki 3 mstari wa 7 neno la Mungu linasema, sasa hapo ndipo tutakapoona watu watakapoanza kujibadilisha mkao. Ugonjwa wa washirika wengi wamejiloga kwenye fungu la 10. Nisikie vizuri. Mimi ninapofundisha fungu la 10, sifundishi tu kama nilivyosoma kwenye Biblia. Aliwahi kunitokea Mungu kabisa mchungaji kwa sauti. Kuna mambo yangu nahangaika nayo. Niko kwenye maombi nimefungia chumbani. Nisikia sauti kabisa inaniambia, kwa sababu unaniibia zaka. Kwa sababu unitolei zaka. Nilikuwa natoa lakini sio kwa mambo. Kwa nafundisha kitu ambacho na uhakika nacho. Wapenda Bwana sio sana. Amen. Hebu soma tu. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Ndio. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi. Hapo swali najiuliza kabla hujaendelea. Anaongea na waliokoka wasiokoka. Inakuwaje anasema nirudieni? Wameanguka. Wamefanya dhambi. Kwa nini anasema nirudieni? Wameokoka. Endelea hapa. Nirudieni. Lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Ala. Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mungu uko mbinguni, umeketi mahali palipo palipoinuka. Wewe makerubi wako pale wanakulinda. Tumekuibia kwa namna gani? Endelea. Mmeniibia zaka na dhabihu. Zaka na dhabihu. Zaka ni sehemu ya 10. Dhabihu ni sadaka inayomgusa Mungu.
Kuna wakati ambao mtu anatoa sadaka ambayo inamgusa inamgusa Mungu. Maana kwenye sadaka kuna sadaka ya kumgusa Mungu, kuna sadaka nyingine ambazo tunatoa tu kwa kujisikia, lakini ipo ambayo mtu analenga kabisa kwa kumgusa Mungu. Zipo za kumgusa Mungu kabisa, mpaka anaongea kama Ibrahimu alitoa sadaka kumgusa Mungu, mpaka Mungu akaongea akasema, kuanzia leo ndio najua unaniabudu. Ndio, endelea. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Ndio. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Lete zaka kamili kiwemo chakula. Tuseme wote, lete zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Wewe unapotoa zaka unajua nampa mchungaji. Lete zaka kiwemo chakula katika nyumba yangu. Wewe kinachokutesa sana unasema unampa nani? Ndio. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Anashindilia mtu asiyakasema labda ni askofu au ni kanisa fulani. Asema Bwana wa majeshi. Ndio. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mungu anatupenda. Yaani anapokushawishi fanya jambo anakuwa kama yeye ana shida na wewe. Muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Ndio. Na kuwamwagieni baraka. Na kuwamwagieni baraka. Hata isiwepo nafasi ya kutosha. Hata isiwepo nafasi ya kutosha. Au la. Au la. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Nitamkemea yeye alaye. Wala hataharibu mazao ya ardhi yake. Hataharibu biashara zenu. Wala hataharibu mazao ya ardhi yenu. Sahihi kabisa. Mimi nabadilisha. Huku watu wengi ni wa mjini, wanahangaika na biashara. Ndio maana mimi nimeweka pale mazao yenu. Wala mzabibu. Ndio. Wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake. Ndio. Katika mashamba. Ndio. Asema Bwana wa majeshi. Anarudia kwa sababu kuna watu ni wabishi. Kuna watu ni watafiti kwamba ni kanisa tu wanasema ni askofu, ndio maana anarudia. Asema Bwana wa majeshi. Ili ukipinga umempinga Bwana wa majeshi. Malizia. Na mataifa yote watawaiteni heri. Mataifa yote watawaita nini? Heri. Heri maana yake wabarikiwa. Ndio. Maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Mtakuwa nchi ya kupendeza sana. Asema Bwana wa majeshi. Mara ya ngapi hiyo? Mara ya ngapi hiyo? Sema ya tatu. Kama vile ulivyoshiba sema ya tatu. Sema ya tatu. Yaani hapo ndipo napojua msitizo wa Mungu, kwa sababu anajua kuna watu wabishi. Nimekwambia ili uongozwe kwenye kanisa, wewe ni rasilimali ya Mungu. Sasa mimi ni rasilimali ya Mungu. Ukisoma Zaburi 24 mstari wa 1 anasema nchi na vyote vijazavyo, dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Lakini ukisoma Hagai 2:8 anasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Sisi ni mawakili. Sema mimi ni wakili. Sema mimi ni wakili. Ni mtunzaji. Na ili ujue wewe ni mtunzaji, siku ya kuondoka duniani hatuondoki hata na 10,000. Ili kujua sio vyetu. Maana kama uliokuwa unavitumia umemaliza kazi yako. Sasa vinabaki kufanya kazi nyingine hapa duniani, maana ni vyangu. Ukisoma Zaburi ya 90, nisije nikakosea, anasema hivi, vitu vyote ni watumishi wa Bwana, kwa hukumu ya Mungu vimesimama hata leo. Nisikize vizuri. Vitu vyote ni watumishi wa nani? Kwa hukumu. Ina maana na vyenyewe vitakuja kujibu kwamba Mungu ni kweli niweka duniani, lakini mtu uliyekuwa nikabidhi kwake alikuwa hatari huyu. Mimi nilikuwa napenda nikutumikie, nilikuwa tayari, nilikuheshimu kwamba wewe umenifanya niwe, lakini uliokuwa nikabidhi kwake huyu mtu alikuwa hatari sana huyu. Mungu anasema unasikia? Siku ya hukumu hata maji akasema. Unasikia vizuri? Lazima mshirika ujifunze ukiwa kanisani. Wewe ni chombo, ni rasilimali ya kazi ya Mungu ya mali pale.
Kwa vyovyote, hata kama unajiona uwezo mdogo, Mungu amekuheshimu, amekuamini wewe, ndio maana amemwacha yule tajiri akakuweka wewe. Wewe ndio Bwana amekuheshimu wewe. Na wewe jiamini, Mungu ameniamini mimi. Cha msingi mwambie Bwana, umeniamini mimi, kwa muda nitumia mimi, nitajenga kazi yako. Naomba niongeze viwango. Moyo wangu naomba niongeze viwango. Niongeze viwango. Maadamu umeniamini, nitakutumikia. Niongeze viwango. Tanua mipaka, tanua baraka, tanua neema. Niko tayari Bwana. Haleluya. Kuna sadaka, nianze na sadaka. Kuna sadaka ambayo inaitwa dhabihu, inamgusa Mungu. Nimeenda kanisa moja pale Monduli ya Arusha. Mchungaji ambaye kutana na mambo kama hivi. Mshirika mmoja alimwendea mchungaji, amwambia hodi mchungaji. Akamwambia mchungaji, mimi nimekuja kushukuru tu, asante kwa huduma kunilea mpaka nimefika. Sikutegemea. Baba, na asante yangu ndogo tu hii. Nisikie vizuri hapo. Akamkabidhi bahasha. Mchungaji amsindikiza mshika, nirudi ndani, milioni 4. Anasema asante kwa huduma ya kumlea. Bwana sio sana. Amen. Wapenda tuko pamoja. Amen, amen. Lazima uwe na sadaka yenye dhabihu wakati fulani ambao unajipanga kabisa, hii nataka inene. Unajua sadaka inanena kwa ajili yao. Biblia inasema Habili amekufa lakini ananena mpaka ile sadaka yake inaongea. Kuna sadaka zinaongea, kuna sadaka haziongei. Unanielewa vizuri? Kama unanibishia, nenda kwa Malaki. Unashukuru Mungu alikuwa na hoja, anasema nimeona mnapoleta sadaka, wengine mnaleta sadaka vilema, wengine viwete, wengine vipofu. Kumbe zingine hazioni, zingine hazitembei. Na Mungu anasema siseme nini? Ile Malaki mlango wa 4. Bwana sio sana. Kianza pale juu kabla ya shuka hapa chini. Sasa inaonekana kabisa hii dhabihu huwezi kutoa kila leo, lakini lazima uwe na muda ambao pamoja na sadaka unatoa kila leo. Uwepo na muda unasema leo nataka nimgushe Mungu. Mimi na mke wangu na mume wangu nataka tumgushe Mungu. Mimi kwenye biashara yangu nataka nimgushe Mungu. Mimi kwenye mradi wangu nataka nimgushe Mungu. Dhabihu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mshirika mmoja aliwahi kutokea kule kwangu, alikuwa anauza samaki wanaita mantura, kule kwetu tunaita mantura. Aliwahi kujitoa sadaka muuza Mungu, alikuwa na maisha magumu sana. Alikuwa anauza mantura. Siku moja alifika mbele yetu na mama. Kipindi hicho pastor kama mmeondoka kipindi hicho. Alinunua kitambaa cha suti cha mchungaji, viatu vya mchungaji, kitenge cha mchungaji, sendo za mchungaji. Akasema pamoja na kwamba sina uwezo, nimekuja tu kwamba nishukuru asante kwa kunilea. Mimi nikapambanisha, nikamwambia mama, omba. Mama, kuona ni sadaka ilikuwa jambo la ajabu na jinsi mtu alivyo. Alipoanza kuomba siku ile alianza kwa kiki. Unaifahamu kiki? Ile starter ile, hiyo bajaji, hiyo pikipiki, hiyo gari, hiyo. Yaani mimi nilikuwa nimfunika macho, baadaye nikafungua kumchungulia, nikafunika tena. Yaani nilikuwa sijaona ule ufunguzi wa maombi wa namna ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliomba pale, alipoomba. Yule mama kutoka pale anauza samaki hizo matula. Akaanza kifika tu amemaliza, kaenda kuruka, akaanza kuchangamka. Siku nyingine akaja tena, kanunua vyombo ndani, kanunua sahani, kanunua vikombe vya chai, kanunua vitu gani. Baadaye kachangamka, akaja kanisani, akanunua pazia za madirisha yote kanisani. Ikaanza kuchangamka. Baadaye tulikuwa tumeweza kanisa kijamalizia kule mwisho, kipindi ambacho kwetu sio kipindi kizuri kiuchumi. Akasema mchungaji, nina mpunga ndani, lakini nimeona naongea wewe kuteseka. Twende tukauze ile mpunga, tukalete mabaki, tukaenda tukauza mpunga. Leo ninaposema Mungu alimkumbuka. Amehamia mji huko mjini Mbeya, amenunua mji, amejenga, amenawili yuko hivi.
jinsi alivyokuwa amemgusa Mungu. Nilikwambia juzi, hatufundishi propaganda kwamba tunapiga debe. Unajua kuna wengine wenye akili ambao nafsi zao hazijakombolewa, ni kama unampigia debe.